Yani unayemtegemea atakupa faraja ndo anakusababishia maumivu kiasi hiki? Kiukweli inauma sana. Kama maandiko yanavyosema, na maadui wakubwa wa mtu watakuwa watu wa nyumbani kwake. Ni jambo gumu na la kusikitisha kuamini kuwa mwanamke huyu alipigwa, alinyanyaswa na kuchomwa moto na mume wake mwenyewe. Mwanaume huyu ambaye alikuwa na nia kutaka kumuua, alichomwa mwili mzima na yule mwanaume akatoroka. Sasa mwili wake wote umejawa makovu ya moto. Tuko hapa nchini Kenya, nasi pia hatukuamini kilichompata mama huyu. Ndio maana tulisafiri umbali mrefu ili kuweza kukutana naye na asimulie zaidi juu ya maisha yake. Kwa majina naitwa Janet Mwihaki. Janet alizaliwa na kukulia eneo la Kikuyu na ndiye mtoto wa kwanza kati ya watoto watatu. Kwa bahati nzuri, alienda shule hadi darasa la 8. Maisha yake akiwa mtoto yalikuwa mazuri sana kwa kuwa alizaliwa katika familia tajiri. Lakini mambo yalibadilika baada ya wazazi wake walipotengana na kumlazimu kuishi na shangazi yake. But sikujoin secondary school juu mamangu na babangu waliachana. Nilienda kuishi na shangazi yangu. Baadaye nikapata kazi kwenye hoteli moja hivi ya mmoja wa ndugu zetu. Na nilipokuwa nikifanya kazi kama mhudumu wa hoteli hiyo, ndipo nilipokutana na mwanaume tuliyependana sana. Siku moja nilipopata mapumziko kazini, alinialika nyumbani kwake. Na hilo halikuwa jambo kubwa kwangu kwa sababu tayari tulikuwa ni wapenzi. Nilipenda juu ya usafi na tukajuana kidogo sana tu, miezi 3. Ilikuwa ni Jumapili asubuhi na baada ya kuingia kwake alifunga geti na kuniambia kwamba hutarudi tena nyumbani. Sasa wewe ni mke wangu. Alinifungia kwa nyumba 2 weeks. Alifungiwa ndani ya nyumba hiyo kwa wiki 2 na baadaye alikubali kuwa mke wake kwa sababu alimpenda sana. Alizaa mtoto wa kwanza wa kiume na maisha yalikuwa mazuri kwani mume wake alikuwa na kazi nzuri yenye mshahara mzuri na waliishi kwa amani. Nilikuwa kitu 16, 17. Wakati huo nilikuwa na umri wa kama miaka 17 hivi na alinipenda sana. Lakini mambo yalibadilika nilipojifungua mtoto wangu wa pili. Baada ya kujifungua tu ghafla maisha yakabadilika. Kazi ya mume wangu ilianza kuyumba. Akaanza kuwa na hasira za kupitiliza na kunipiga bila sababu yoyote. Mume wangu alianza tabia za ajabu kama kuleta wanawake wengine nyumbani na kunifukuza akiniambia nirudi nyumbani kwetu. Akaanza kunifukuza narudi kwetu, ananikujia, kuninyima chakula, kuniletea wanawake kwa nyumba. Alikuwa anakuja na wasichana wadogo. Maisha yake yalibadilika kwa haraka sana baada tu ya mume wake alipoanza kuonyesha tabia ambazo hakuwahi kuzifahamu, lakini aliendelea kuvumilia na kustahimili mateso hayo. Baadaye alipata ujauzito wa mtoto wa 3 kwa sababu bado alikuwa akimpenda sana mume wake. Lakini mwanaume huyo hakuwa na huruma, aliendelea kumpiga hadi pale alipoamua kurudi nyumbani kwao. Kufika kwetu mamangu aliniambia, uliolewa, rudi kwenye uliolewa. Niliporudi nyumbani, mama hakunipokea vizuri. Badala yake alinikemea na kuniambia nirudi kwa mume wangu. Kutokana na hilo, nilirudi kwa mume wangu ambaye pia alinifukuza na nikawa sina mahali pa kwenda. Nilienda kwa dada yangu mdogo nikaishi naye kwa siku 3. Ndipo akatafuta chumba cha kupanga na mimi nikaanza kuishi peke yangu. Narudi kwetu Anasema maisha yalianza upya. Alikuwa akichota maji kwa watu na kufua nguo zao ili kuweza kupata pesa za kujikimu. Akapata pesa kwa ajili ya kuwapeleka watoto wake shuleni. Alifanikiwa pia kupata mtaji na akaanza kuuza mboga sokoni. Lakini bado hakuwa salama baada ya kutoka kwa mume wake. Siku anajua bado ananifuata. Sikuwahi kujua kuwa mume wangu alikuwa akifuatilia kila hatua niliyokuwa nikifanya. Na siku moja jioni tulikutana. Nilipomtazama nilihisi hofu sana. Alikuja akanisukuma chini, akatoa kisu akanichoma kwenye mabega, halafu akakimbia. Watu wema walinichukua na kunipeleka hospitali. Sikukubali kulazwa. Nilitibiwa na polisi walinisindikiza kurudi nyumbani. Kama mama mlezi peke yake, hakusubiri apone kabisa. Baada ya wiki 3 akiwa nyumbani tu amelala, alilazimika kurudi kazini, huku baba mwenye nyumba akimsaidia kubaki na watoto wake nyumbani. Na hiyo ilikuwa ni afadhali kwake. Hapa OTC.
Siku moja usiku nilipokuwa nikitoka kazini, mtu mmoja alikuja kwa nyuma na kunikaba shingo. Nilipogeuka nilimwona ni mume wangu ambaye alisema niliamua kutorudi nyumbani kwake. Nilijaribu kumwelezea kuwa hilo ni jambo zito ambalo linahitaji wazazi washirikishwe, lakini akasema, unajua nini, nitakuua. Akaniambia, sasa nimekuja kukuua. Akanipiga sana, sikuwa na nguvu ya kukimbia. Kisha akanimwagia petroli na kuwasha kiberiti na kunichoma moto kuanzia kichwani hadi usoni, kisha akakimbia. Niliambiwa na wale walikuwa hapo karibu. Alipiga kelele kuomba msaada na majirani walimsaidia. Hawakusubiri zimamoto, bali walitumia njia za haraka kuweza kumwokoa na kumpeleka hospitali ya Kenyatta kuweza kupatiwa matibabu, lakini sehemu ya juu ya mwili wake ilikuwa imeharibika vibaya sana. Nilikaa hospitalini kwa miaka 2. Mama yangu alinitembelea mara moja tu na hakurudi tena. Baada ya miaka 2 ilibidi arudi nyumbani. Walimpigia simu mama yake, lakini alikata simu haraka. Rafiki yake mmoja alikuja na kumchukua nyumbani kwake kwa sababu bado alikuwa anahitaji mtu wa kumtunza, japokuwa sio hospitalini tena. Alikuwa akinihudumia vizuri sana na alijitahidi kadri awezavyo kuweza kunikea. Baada ya wiki 3, mama yangu alikuja na mdogo wangu wa kike na wakanipeleka nyumbani. Lakini huko nyumbani hawakunitunza vizuri. Waliweka kiti pembeni nisikae karibu na watu kwa sababu sura yangu ilikuwa inatisha sana, na hakuna hata mmoja wao, yani mama wala dada yangu, aliyenifurahia. Baada ya mwezi mmoja nilikuwa bado naumwa pia, na waliniona kama mtu asiye na faida nyumbani, na mama akaniambia kwamba niondoke. Katika miaka yote hiyo aliyokuwa hospitalini, watoto wake walikuwa hawana makazi na waliishia kuwa watoto wa mitaani. Alipokutana nao hakuweza kuamini walivyokuwa wamebadilika. Ndipo akaenda kwenye kanisa moja ambako mchungaji alikuwa rafiki yao. Alimweleza kila kitu kilichomtokea, naye mchungaji pamoja na waumini wake walimlipia kodi ya nyumba, wakamnunulia vifaa vya ndani na wakaanza maisha mapya. Nilianza maisha upya kabisa na watoto wangu, na mwaka 2014 nikagundua kuwa yule mume wangu wa zamani aliyetaka kuniua alikuwa ananitafuta tena. Ndipo nikahama na kufika kwenye kijiji hiki kwa ajili tu ya kujificha. Nilikuwa na duka dogo, lakini kwa sababu ya ukosefu wa mtaji wa kutosha, biashara yangu ilifeli na mtoto wangu wa mwisho aliyekuwa darasa la 4 aliacha shule, lakini wengine walimaliza kidato cha 4. Mama huyu wa watoto 3 anasema mwili wake umeharibika vibaya kiasi kwamba hawezi tena kufanya kazi kama zamani, na ili aweze kufanya kazi yoyote inahitaji awe na mtu wa kumsaidia, jambo lililomfanya akate tamaa kabisa hadi kufikia hatua ya kuchoma picha zake zote za zamani kabla ya haya yote kumtokea. Kuna baadhi ya picha zilizopigwa nikiwa hospitalini, na kila nilipokuwa nikiziangalia na kujilinganisha jinsi nilivyokuwa kabla ya janga hili, sikuweza kuamini kabisa. Nilihisi huzuni kubwa sana, na mbaya zaidi watu walinitelekeza. Ndipo nikaamua kuzichoma zote ili nisibaki na picha. Wanakuangalia sana, ndio unajiuliza kwani niko aje? Ni vigumu sana kwake kujikubali na kuendelea na maisha, kwa sababu kila anapopita watu wanamkodolea macho kwa muda mrefu. Na hali hiyo haipo tu mitaani, bali hata kanisani, jambo lililomfanya aache kuhudhuria ibada kanisani. Sitaki kujiona juu na kumbukanga vile nilikuwa. Sipendi kujiangalia kwenye kioo kwa sababu ninajilinganisha na jinsi nilivyokuwa zamani na kukumbuka nilivyokuwa mtu asiye na hatia. Na kiukweli mimi sikufanya kosa lolote lililopelekea kufanywa yote haya, jambo ambalo linanitesa na kunipa huzuni siku zote. Kwa hiyo sitaki hata kuona sura yangu kwenye kioo. Mimi nimeishi maisha ya kuomba. Mama huyu hana kazi, anahitaji kuwalea watoto wake na kuwahudumia, lakini kutokana na udhaifu na ukosefu wa kazi ni jambo gumu kwake kuweza kufanya yote hayo. Ndio sababu tuliweza kukutana naye na kuweza kuomba msaada. Tuliweza kuunda kampeni kwa ajili ya kumchangia ili kuweza kumpunguzia mzigo wa maisha. Ameweka maisha yake mikononi mwa Mungu akitegemea kufutwa machozi, lakini kwa sasa pia imemuia vigumu kwenda kanisani kushiriki ibada na wengine. Hawezi kutoka chumbani kwake kila siku bila kuomba, kumshukuru Mungu kwa siku mpya yenye mwangaza na kumwomba amlinde siku nzima. Mpenzi mtazamaji wa Afrimax Swahili, kisa cha mama huyu kimewagusa wengi. Tunaamini siku moja tutarudi kuweza kumfanya awe na tabasamu. Pia usisahau kuweka komenti yako kwa kumwambia chochote. Asante kwa kutazama. Hii ni Afrimax Swahili na mimi ni Francis. Usisahau kusubscribe.